Dula, hongera kwa ushindi wa leo. Naomba kujua changamoto zilizokutana nazo na wachezaji wa hapa, ilikuwaje mashindano kwa kwanza asante, nashukuru Mungu kwa kuwa nimeibuka bingwa, nimeibuka mshindi wa jioni ya leo. Lakini pia mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu ilikuwa ni tournament ambayo imeshirikisha wachezaji wengi wazuri wakubwa. In fact nikiongelea wachezaji wakubwa wanaongelea, palikuwa na Seif Ahmad Amin Ghosti, palikuwa na Madeus ndani ambaye ni dogo janja, palikuwa na Tonya, palikuwa na Kobelo, palikuwa na wachezaji wengi, wachezaji wa timu ya taifa karibu wote walikuwepo. Hivyo mashindano yalikuwa sio madogo. Na bahati nzuri ni kwamba nilikutana na wachezaji wazuri, nilipata nafasi ya kufanya vizuri ambavyo imenisababishia mimi kuwa mshindi wa leo. Hongera sana. Sasa wewe kwa mawazo yako kwa haraka labda wapi tukuongeze, wapi tupunguze kwa uharaka wa dakika moja kutokana na muda uliokuwepo? Mimi kwanza niwapongeze Kijichi kwa moyo mlionao. Kijichi mnajitoa sana kwenye mchezo, mna moyo, lakini ushauri wangu kwa Kijichi, msivunjike moyo, muendelee kuwa na moyo mlionao, lakini kama inawezekana, kama liko ndani ya uwezo wenu, mkijitahidi mkatokea japo meza moja tu standard, ikiwa ni ya South au ikiwa ni kama meza zilizopo Vegas au Sniper, japo moja tu, at least pakiwa na finali kama hii, mtu anashuhudia mchezo mzuri, kwa sababu wachezaji wengi wakubwa wanacheza Sinza, wanacheza maeneo ya Mwenge Sinza. Kwa hiyo changamoto wanayokutana nayo ni kwamba wanacheza kwenye meza standard, meza za South Africa, meza ambazo ndio zinatumika kidunia kwa sasa. Hivyo wakitoka kule wakija huku kidogo wanakutana na changamoto nyingi. Still hata baadhi ya wachezaji wenu pia wanacheza kule, kwa wakija huku wanapata changamoto kutokana na meza. Hivyo mkiweza kutokea japo meza mbili au moja, itakuwa safi sana. Huu ni ujumbe kwa uongozi mzima wa klabu ya Skylights. Okay, sawa. Hisi viongozi watalifanyia kazi kwa namna moja ama nyingine. Lakini nakuuliza swali la kukuchallenge kidogo tu. Naamini umepoteza game mbili kwa yule mgeni ambaye bado yupo, ni Kevin Fikoti. Natumai una rematch naye. Kupitia hii platform ya leo, unawaahidi nini wa Tanzania for the next game? Mimi niwaahidi tu wa Tanzania kwamba rematch ipo na nilikuwa kwenye maandalizi. Hata hii game ya leo haikuwa rasmi kwangu. Target yangu mimi ni yule mgeni ambaye ameingia nchini na nilicheza naye na hatimaye nikapoteza mechi mbili. Hivyo nilienda kujiandaa kwa kufanya mazoezi, na soon tutatoa taarifa ya rematch ni lini, lakini rematch ipo na sio moja. Nilishaahidi mpaka niulie uwanjani, ila naamini kwamba rematch inayofuata matokeo yatakuwa mazuri kwa sababu nimejiandaa vizuri. All the best Dula, naongera kwa ushindi wa leo. Asante sana.